Kwa sasa twende kwa Ali Bakari Mufti. Tuweze kuzungumza naye kuhusiana na upande wa mashabiki ambao wako Mabibo wanazungumza vipi Ali, mashabiki bado wako katika calculator? Asante sana Filipo Cyprian, kama ulivyotaja ya kwamba sisi tumeamkia eneo la Mabibo sokoni, na sipo peke yangu na mwenzangu Mohamed Mwishe ambaye ndio yupo nyuma ya kamera. Kama kawaida, eneo la Mabibo sokoni ni eneo lenye harakati nyingi kweli kweli, na harakati zinazoendelea hapa ni za utafutaji riziki, lakini pia na masuala mazima ya usafiri. Unaweza kaona ndugu zetu hao hivyo ni viazi vikitoka sokoni hapo kwenda mitaani ili wengine waweze kupata riziki. Ni mchanganyiko wa shughuli ambao unafanyika eneo hili la Mabibo sokoni. Ndio eneo ambalo utapata watu wa ngumi, ndio eneo ambalo utapata watu wa mpira. Kama unavyoona jezi za mnyama zinaonekana hapo mbele yako, lakini kikubwa pembeni hapa kuna kijiwe cha magazeti, kijiwe ambacho hakijawahi kukauka watu. Kwa muda kidogo kilisimama kijiwe hichi, lakini leo hii kimerejea na tayari wale wataalamu wa kusoma magazeti wamesogea hapa. Kwa uchache kidogo, Filipo Cyprian, tuangalie kile ambacho kimeandikwa katika magazeti hasa ya michezo. Wewe mtazamaji wa kurasa za mwisho, gazeti la Mwanaspoti ambalo ndio lipo mbele kabisa hapa, hakika kichwa cha habari hata mimi kimenivutia kwamba in God we trust, na unaweza ukaona wachezaji wa timu 4 tofauti za Tanzania ambazo zinaiwakilisha Tanzania katika anga la kimataifa, hasa michuano ya kafu, kombe la shirikisho, lakini ligi ya mabingwa barani Afrika. Pacome Zouzoua, huyu ni Young Africans, Gomez Selemani Mwalimu, huyu ni Simba Sports, lakini Faisal Salum na Maarufu Shakei, wote hawa wanaziwakilisha Azam FC pamoja na Singida Black Stars ambazo zinashiriki kombe la shirikisho. Kwa hivyo hayo ndio ambayo kwa kiasi kikubwa yamechomoza katika gazeti la Mwanaspoti. Aziz Ki awagusa Waarabu Zanzibar. Hayo ni mambo ya Aziz Ki, Stefan Aziz Ki ambaye alipita Young Africans, alikuwepo kule Wydad na sasa ameelekea huko Libya. Tuangalia gazeti lingine kwa uchache. Haya ni magazeti huku nyuma. Anyway, tunaona picha hapa ya rais wa CAF Patrice Motsepe, ambaye bila shaka Watanzania wanafahamu ya kwamba jana alikuwepo hapa Tanzania katika ule mkutano wa kamati ya utendaji ya shirikisho hilo la mpira wa miguu Afrika, CAF. Na miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza ni kuhusiana na kuthibitisha ya kwamba AFCON 2027 ipo na tunatamba nao katika nchi 3. Sasa leo hii unafahamu kwamba Simba Sports katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 itaikaribisha Stade Malien katika mchezo ule wa kukamilisha kundi D. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, lakini kesho timu 3 za Tanzania zitakuwa katika heka za CAF. Moja ipo Afrika Kusini, hiyo ni Singida. Nyingine ipo Morocco, hiyo ni Azam. Alafu Young Africans watakuwa kule Zanzibar kucheza dhidi ya Jeska ama JS Kabili. Tuzungumze na wenye mpira wao, wapo huku, walikuwa wanatusubiri tu kisha waweze kutoa. Ngoja tusogee huko nyuma uchache kidogo. Wana hamasa kubwa hapa, wengine wanasema Yanga anapita, wengine wanasema hapana. Kuna kusonga mbele na kuna kusonga ugali. Sasa sijui nani anasonga. Bwana, salama ndugu zangu. Salama bwana. Bwana, mmepoa? Hatujapoa, lakini tupo vizuri. Au kahawa bado haijapata vizuri? Tupo vizuri. Bwana, hebu sogeeni ndugu zangu hapa. Sogeeni. Maana hawa waliokaa huku wanaonesha vidole kwenu kwamba nyinyi ndio washika bendera. Ama ni kweli? Inawezekana kwa maoni ya ndugu zetu. Nyinyi ndio vinara wa kijiwe hizi? Inawezekana pia. Yes. Wamewaamini? Wametuamini. Bwana, hebu tukumbushe jina lako. Madega Junior. Shabiki wa Simba sio? Kindaki kabisa. Yaani kindaki sio tu shabiki wa Simba, ni kindaki. Nakaribia kuwa mwanachama wa Simba Sports. Unakaribia kuwa mwanachama? Naisubia tarehe 27 mwezi wa 3 niweze kujipanga kwenda kwenye tawi ambayo naliona liko karibu yangu niweze kuchukua kadi. Ulikuwa unasubiri kwa hamu kuwa mwanachama? Tena ni mmoja ambaye nilikuwa natamani sana hiki kitu kitokee, na viongozi wamesikiza kilio chetu, mwisho wa siku wametupa taarifa. Umefurahishwa na hilo? Tena vibaya sana ndugu yangu. Sawa, leo hii unacheza dhidi ya Stade Malien, mchezo wa kukamilisha ratiba. Unajua mechi ya ugenini kule ulipoteza kwa magoli 2-1, lakini leo hii umerudi nyumbani hapa. Unafikiri mchezo wa leo utakuwaje? Mchezo wa leo utakuwa ni mzuri kwa pande zote mbili, kwa sababu kija kuzingatia matokeo ambayo atakaye kuwepo kwa Stade Malien hayatobadilisha chochote kwake yeye mwenyewe, na ikija kwangu mimi mwenyewe pia haitobadilisha chochote, ila leo tutatamani sana tupate
ile rhythm ya timu, tuione timu yetu inaelekea wapi. Tushaziona mechi ya Angola, tumeona mechi ya zidi ya KMC, tumeona mwelekeo wa timu yetu inakoelekea. Usajili wa dirisha dogo umekuja kutupa uhai kwenye upande wa timu yetu. Tumeona mwalimu mabadiliko ambayo aliyofanya. Tumeiona timu yetu. Kwa hiyo natamani mechi na matarajio yangu mechi kama ya leo nahisi ni mechi ambayo ya kiufundi zaidi kwa mwalimu. Kuangalia kikosi chake kwa sababu sasa hivi imani yangu nanituma mwalimu Steve Baka hajapata first 11 yake. Kwa hiyo mechi kama hizi, mechi kama ya leo ni mechi ambayo ya kuona performance za wachezaji zikiwa zinapanda mechi after match. Umezungumzia usajili wa dirisha dogo. Kwa kweli umeona kuna mabadiliko kidogo? Zaidi ya mabadiliko, kwamba ninahisi kwamba usajili wa dirisha dogo tulichelewa kufanya. Nilikuwa natamani aidha usajili wa dirisha kubwa tungepata wachezaji wenye quality kubwa kama huu wa dirisha dogo. Nina imani tungeweza kufanya vizuri zaidi kimataifa kuliko ambavyo tulivyosajili dirisha kubwa. Japo kwa wachezaji wa dirisha kubwa walikuwa sio wabaya kivile, kutokana na muundo wa timu yetu na uongozi wetu ulikuwa kidogo haupo sawa, lakini tukawa dirisha dogo viongozi wametuliza kichwa zaidi na kuletea quality ambayo kubwa zaidi. Tunamuona mtu kama River Sege, Anicet Oula, ni quality ambayo zinapaswa kabisa kuchezea Simba Sports Club kwa sasa. Asante sana. Hebu ngoja tuwasikilize kwanza watu wa Yanga na wenyewe watuambie bwana, mmetulia ndugu zangu. Hatuna pressure. Ndio dua Kama kawaida. Kwamba dua ni nyingi kuliko kitu kingine. In God we trust. In God We trust. na ni kweli in God we trust. Yeah.